Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Vyombo vya usalama mkoani Tabora vinamshikilia mtu mmoja anayedaiwa kuwa ni jambazi kwa tuhuma za kuteka lori la mizigo kutoka nje ya nchi majira ya usiku katika moja ya poli lililopo mkoani hapo, huku wengine 5 wakiendelea kusakwa baada ya kukimbia. Taarifa hiyo imetolewa Disemba 30 na mkuu wa mkoa huo Paul Chacha wakati akizungumza na wanahabari kuhusu hali ya usalama ya mkoa huo kwa kipindi cha mwaka wa 2025, ambapo amebainisha kuwa mtuhumiwa anaendelea na matibabu baada ya kupigwa risasi wakati akijibizana risasi na askari eneo la tukio na kwamba gari hilo liko salama. Aidha, Paul Chacha amebainisha kuwa kwa kipindi cha mwaka wa 2025 zaidi ya matukio ya kihalifu na uhalifu 100 yakiwemo ya ubakaji, kujiteka, mauaji ya ujambazi yameripotiwa na kwamba baadhi ya watuhumiwa tayari wameshahukumiwa na wengine kesi zao zinaendelea kusikilizwa mahakamani. Hata hivyo, Chacha amesema kuwa vyombo vya usalama mkoani humo vimejipanga vyema kuendelea kuhakikisha ulinzi na usalama kwa wananchi, hususan katika kipindi hiki cha sikukuu za mwisho wa mwaka. Wahalifu ambao kwa maana ya mkoa mzima ni zaidi ya 100 ambao wengi wanaendelea na viesi vyao, wengine wapo polisi, wengine wapo magerezani wanatoka kuja kusikiliza kesi mahakamani, wapo wengi. Lakini tukio lingine limetokea hivi majuzi, wiki 2 zilizopita. Kuna magari makubwa haya yanafanyaga biashara kutoka South Africa, wanachukua bidhaa kuleta hapa Tanzania. Hiyo gari imetokea Tunduma, ikapita Mpanda, inapita Tabora, inaenda Arusha. Ikavamiwa hapo katikati kwenye mapori hapa ya kwetu hapa Tabora na wavamizi au watekaji wa magari ya usiku. Lakini askari wetu walipata taarifa ya tukio hiyo saa 9 usiku. Wakapambana na majambazi hao. Jambazi mmoja alipigwa risasi ya mguu ambaye tumemshikilia. Yupo polisi, lakini yupo hospitali ya mkoa wa Kitete. Lakini wengine 5 walisevu wakakimbia. Gari hiyo ipo na bidhaa zote tuliziokoa. Hakuna bidhaa hata moja ya mfanyabiashara yule ilipotea. Lipo tukio ambalo mtoto wa darasa la 2 alilawitiwa na mwalimu wa shule moja ya private hapa mjini, mtakumbuka. Tulimkamata na alihukumiwa miaka 30, kata rufaa, kesi bado inaendelea. Lakini yupo michezo ambayo ilikuwa inafanyika hapa UMITA na UMISETA. Kuna mtoto mmoja mdogo pia wa darasa la 4 kutoka kule Iringa. Kuna mtu pia alifanyia ukatili. Lakini na nyinyi mtakumbuka tulimkamata yule bwana, naye alifungwa miaka 20. Lakini pia mtakumbuka kulitokea tukio la daktari pale Urambo ambayo ilionekana alimbaka mgonjwa, lakini ilionekana pia kumbe ni mazoea yake tangu mwaka 2018. Sampuli zilipelekwa kwa mkemia mkuu, majibu yamerudi yakiwa positive kwamba inaonekana wala hakuonewa, ni kweli alitenda lile kosa. Na kama maelekezo yalivyokuwa ya waziri mkuu, basi tumetekeleza vile vile alivyoelekeza Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunaendelea kutoa onyo wa matukio ya namna hiyo. Lakini lipo tukio la mauaji ambalo lilitokea, mtakumbuka, mtoto wa afisa elimu hapa Manispaa aliuawa na akafukiwa nje ya nyumba fulani hapo. Watuhumiwa wote wale 5 tuliwakamata na kesi bado ipo mahakamani, naamini haki itatendeka. Lakini mtakumbuka pia yupo mama mmoja iliripotiwa ametekwa, na yeye mwenyewe aliattempt kuita vyombo vya habari kuzungumzia utekaji wake, na alipelekwa mpaka kanisani kwake huko, akasimamishwa mbele, akaeleza jinsi alivyokuwa ametekwa na hao watekaji. Na mimi kwangu mimi mwenyewe pia aliletwa hapa kunieleza, nikaita kamati ya usalama, akakaa mbele ya kamati ya usalama ya mkoa kueleza jinsi alivyokuwa ametekwa. Alisema baada ya uchaguzi, siku moja baada ya uchaguzi, tarehe 30 baada ya uchaguzi mkuu, tarehe 30 asubuhi saa 3 alitekwa na watu wasiojulikana, yeye, mama na mtoto wake mwenye umri wa miaka 3. Kwa hiyo ilibidi tuweke intelijensia kali sana kufanya uchunguzi wa kina kabisa. Yule mama tukaje kukuta hakutekwa, aliamua kutumia njia hiyo kumlaghai mume wake kutoa hela, na alijipatia hela kwa njia ya namna hiyo. Na hao ambao waliattempt walisema kwamba aliokuwa amewaandaa kama ni watekaji tuliwakamata.
na ninachoendelea kuwasihi wananchi wa mkoa wa Tabora wafanye kazi. Hakuna kiongozi atakuja, labda mimi Chacha hapa, kuna watu nitawapelekea hela kuwawekea mifukoni mwao au kuwapelekea chakula ndani. Lazima ufanye kazi. Kwa mazingira ya kazi Tabora hapa yapo wazi. Kwa ndugu zangu, hayo ndio nilikuwa nataka kuambieni kwamba kwanza mkoa upo salama. Matukio yote na viashiria vyote vilivyokuwa vinajitokeza, hatukupata tukio lolote baya. Mkoa ulipita salama. Kila attempt ambayo tulikuwa tunaisikia mitandaoni na maeneo mengine, mkoa ulipita ukiwa salama. Sema kwamba tarehe 9 hakuna jambo ambalo limejitokeza. Tarehe 25 hakuna kilichojitokeza, lakini niwape uhakika wananchi wa mkoa wa Tabora kwamba tarehe 1 itapita. Vyombo vya ulinzi vipo kazini kuhakikisha kwamba kila kitu kitapita kama kilivyopangwa bila adha wala taharuki aina yoyote. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.